wewe unajihesabu uko vizuri na wewe ni mshindi tu. Aya inayofuata Allah anasema ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, haimkiniki kwa nabii yoyote, sio Muhammad peke yake, maana imekuja nabiyin kwa nakira, sio maarifa. Ma kana linabiyin, haimkiniki kwa nabii yoyote, an yakuna lahu asra, kwenye masala ya vita akashikilia mateka, hata yuthkhina fil ardi, mpaka awe na nguvu kubwa ya kijeshi katika ardhi. Lakini hapa wakati huu mtume wetu hakuwa na hiyo nguvu, hakuwa na ithkhan, kwa hiyo hakupaswa kuchukua mateka. Ma kana linabiyin, haipaswi kwa mtume yoyote, an yakuna lahu asra, kuwa na mateka, kushikilia mateka, hata yuthkhina fil ardi, mpaka awe na nguvu katika ardhi, nguvu ya kijeshi. Anayo makambi, ana majengo imara ya kuwaweka mahabusu kwenye selo, lakini yeye mtume wakati huo hana kambi, hana mahabusu, hana chochote. Kushikilia watu wapiganaji wazoefu inakuwa kwake yeye ni hatari. Maana ya aya ni kwamba aitabu linnabii, aya hii ni kugombwa kwa mtume. Mtume anagombwa sallallahu alayhi wasallama wa ashabihi, yeye na masahaba wake wanagombwa ala akhdhi alfada, kwa kuchukua fidia kwa wale mateka waliowapata kwenye vita vya Badri. Hawakupaswa kuchukua kwao fidia, hawakupaswa kuwakamata na kuwashikilia wale mateka. Wal maana, na maana ya aya, la yanbaghi linabiyin min al-anbiya'i, haipaswi kwa nabii yoyote katika manabii waliotumwa, an ya'khudha al-fada, kuchukua fidia, min al-asra, kutoka kwa mateka waliowakamata vitani, illa ba'da an yaksura al-qatla wa yubaligha fihi, ila baada ya waliouawa kuwa wengi, na halafu yeye aliyefanya vita hivyo akashinda na kuua wengi awe ana nguvu katika hii ardhi. Yani umejipanga vizuri, una jeshi imara, unazo sehemu thabiti za kuwahifadhi watu kama hawa watata, halafu una right ya kusema waachieni huru, na ukawa una uhakika hata nikiwaachia huru hawa hawana mashaka na mimi, hawawezi kunidhuru, niko vizuri. Ukiwa una uwezo wa kujidai kama hivyo, ndo unaweza ukakontrol vitu kama hivyo. Huna huo uwezo, ni hatari kumshikilia mtu ukamkaribisha mpaka kwako, mjini kwako. Yani kama alikuwa hajajua ukoje humu ndani, ushamleta jasusi kuja kuchunguza aibu zako zote, udhaifu wako wote. Dakika 5 tu ukimpa, akitoka mashaka yake yatakuja kuwa makubwa, kuyatibu yatachukua muda mrefu. Turiduna arada dunia, mnashikilia mateka kwa kutaka mafao ya dunia. Turiduna ayuha almu'minun, hivi mnataka nyinyi waumini, biakhdhi alfadai, kwa kuchukua fidia mliochukua, munataka hutamu dunia, mafao ya dunia, wa mataiha, na starehe zake, manufaa yake ambayo azail, ni ya muda mfupi tu ya kupata na kuondoka. Nyinyi mnataka dunia kwa kuchukua fidia. Wallahu yuridu al-akhirah, Allah anataka akhira, yeye hataki dunia. Anataka mfight kutengeneza akhira yenu, sio kufanya mambo ya dunia. Yuridu lakumul baqi daim, Allah anakutakieni mchague kile kitu kitakachobaki cha milele ambacho ni maisha ya akhira. Wa huwa thawabul akhira, kitu kitakachobaki ni thawabu za akhira. Bi'izazi dinihi wa qatli a'daihi, thawabu za akhira utazipata kwa kuipa nguvu hii dini yake. Hii dini yake anataka ijikite hapa duniani, iwe na wafuasi, watu waelewe kuishi namna ambayo muumba wao anataka. Ndo lengo la Allah, sio fidia wala vitu vinginevyo.
wallahu azizun hakimun, na Allah ana nguvu na ana hikma. Azizun fi mulkihi, Allah ana nguvu kwenye ufalme wake. La yuqharu wala yughlab, Allah hazidiwi nguvu wala hashindi kwenye mapambano. Hakimun fi tadbiri masalihi la ibadi, halafu Allah ana hikma ya kutosha katika kupanga mambo yenye maslahi ya viumbe wake. Anavyokupangieni Allah ndo inavyostahiki, munavyopanga wenyewe hamjui, mnaharibu. Sababu nuzuli hadhihi alaya, sababu ya kushuka aya hii inasema hivi: an Umar radhiyallahu anhu qala, imesimliwa hadithi na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kasema Umar, lamma hazima Allahu al-mushrikina yawma badri, baada ya Allah kushinda vita dhidi ya washirikina siku ya Badri. Kasema vizuri tu Umar kwamba vita vile Allah ndo mshindi. Kwa hiyo baada ya Allah kuwashinda washirikina siku ya vita vya Badri, wa kutila minhum 70, na kwenye vita vile makafiri waliuawa 70, wa usira minhum 70, na wengine 70 tuliwateka, walitekwa nyara wakawa mateka kwenye mikono ya Waislamu. Na tuliambiwa kwamba msaada mkubwa, kazi ile ilifanywa na askari wasioonekana, waliletewa ongezeko la jeshi la malaika, ndo waliofanya kazi ile. Na tulisoma malaika walivyofundishwa cha kufanya, pigeni vipi, wadhibitini vipi, ndio ikawa sababu ya kuuawa mashujaa wao 70 na kutekwa wengine 70. Wenyewe wakajisikia aibu, tunatekwa na hawa, lakini Allah ndo kafanya karatibu hilo jambo. Sasa baada ya kupatikanwa mateka 70, wameondoka nao kutoka kwenye uwanja wa vita Badri, wakaenda nao Madina, na Mtume huko Madina akaweka kikao cha hawa masahaba wake kushauriana mateka hawa tuwafanye nini. Istashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallama Aba Bakrin wa Umarin wa Aliya, Mtume aliweka shura na masahaba wake wa karibu kama Abu Bakari, Umar na Ali. Faqala Abu Bakri, katika Mtume kusikiliza rai, Abu Bakari akasema hivi: ya Nabii Allah, ewe Mtume wa Allah. Mtume ndo amiri wa hiyo shura na yeye ndo atakayetoa maamuzi ya mwisho, lakini husikiliza amiri rai za watu wake. Kiongozi mzuri huwa anajua kutumia vipaji vya watu wake, na ndivyo walivyoagizwa na Allah. Kaambiwa washawiruhum fil amri, kwenye masala ya mambo ya kijamii shauriana na masahaba wako. Wewe sio kwa sababu una nafasi ya juu unajitolea maagizo tu. Kuna mambo mengine ya kijamii unataka ushauri kwa watu, kwa sababu watu wana skills kwenye mambo mbalimbali. Utakuwa unataka utoe agizo kwenye mambo ya kilimo, wewe huna taaluma ya kilimo, watafute wataalamu wa kilimo wa kushauri. Unataka kutoa agizo kwenye mambo ya uvuvi, wewe si mjuzi wa mambo ya uvuvi, katika watu wako kuna wataalamu wa hiyo fani, hawa uwashauri. Kuna mambo ya kijeshi kama hivi, kuna wataalamu wa mambo ya kijeshi, hawa unawashauri. Kwa hiyo ujue kutumia skills za watu wako. Kwa hiyo Mtume kaweka kikao cha shura, akawataka ushauri masahaba wake hao Abu Bakar, Umar na Ali. Abu Bakari alipoulizwa rai yake kasema hivi: ya Nabii Allah, ewe Mtume wa Allah, haulai banul ammi wal ashira, hawa mateka tuliowateka ni ndugu zetu wa karibu, wengine ni watoto wa ami zetu, wengine wako kwenye familia zetu kabisa. Maana wengine ndio hivyo, baba mmoja mama mmoja, lakini kaka mmoja kafiri, kaka mmoja muumini, wamekutana hapo kwenye uwanja. Sasa waumini mara zote huwa wanaenda na ule ubinadamu, huruma, imani. Hawa ndugu zetu, pamoja na kwamba hatuelewani katika sera, tuko tofauti, lakini ndugu zetu ya Rasulullah, banu ami, ndugu zetu katika familia. Wa inni ara, rai yake ya Abu Bakar, mimi naona antukhadhu minhumul fidya, ichukuliwe fidia kwa hawa mateka.
Kila mmoja tumwambie, ukitaka salama yako uchomoke hapa kwa kutupa kiasi fulani, kitita kiasi fulani, unaondoka. Rai ya Abubakar. Naona tuchukue kutoka kwao fidia, fayakuna ma akhadhna minhum, itakuwa hichi tutakachokikusanya kwa watu hawa quwwatun lana ala alkufari, kitatusaidia nguvu ya kufanya maandalizi ya vita vingine dhidi ya makafiri. Tutanunua silaha. Umeona tunaingia vitani, silaha hatuna, vipando hatuna, hichi hatuna, na gharama sasa hivi kiuchumi tuko duni. Sasa profession, Abubakari profession yake ni mchumi. Kwa hiyo katoa rai kwa mujibu wa field yake. Huyu ni mtu wa biashara, mambo ya uchumi na fedha yeye ndo mwenyewe. Kapiga hisabu, jamii yetu kwa kweli iko pua, inahitaji gharama, na hawa jamaa kwa sababu wako well-off huko kwao, lazima watoke hapa kwa kutoa fidia. Fidia tutakayokusanya itatusaidia kwenye mambo mbalimbali. Rai ya Abubakar. Waasa an yahdiyahumullahu, jenginelo ni kwamba baada ya fidia tukiwaachia, huenda labda Allah akawapa hidayah wakaongoka. Yani Muislamu huwa anamfikiria mwenziwe kheri, lakini huyo anayefikiriwa kheri yeye ala shari inatokota moyoni. Huenda Allah akawaongoza hawa, fayakunu lana abudan, kesho wakawa ni wasaidizi wetu, wakaunga nguvu kwetu. Kwa hiyo tuwafanyie wepesi, watoe fidia. Fidia itatusaidia, na wao watakuwa washajifunza, labda watasilimu, wakija huku watakuwa ni msaada mzuri kwetu. Rai ya Abubakar. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye ndo mwenyekiti amiri wa shura hiyo akasema, ma tara ya ibn al-Khattab, wewe Umar ibn al-Khattab unaonaje? Kisha sikiliza rai ya mmoja, anataka na rai ya mwingine. Wewe ibn al-Khattab unaonaje? Qultu, Umar yasema, nilipoulizwa mimi nikasema, nikamwaga sera, wallahi ma ara, wallahi mimi sioni lenye manufaa ma raa Abu Bakari, kama alichoona Abu Bakar. Mimi kwa upande wangu nimeona tofauti na alivyoona Abu Bakar. Wallahi ma ara ma raa Abu Bakri, wallahi mimi sijaona ni sawa aliloliona Abu Bakar. Haya, unasemaje? Walakin, lakini mimi kama Umar, ara antumakinani min fulani, mimi ninavyoona Rasulullah, unimakinishe na fulani, yani unikabidhi fulani, na huyu fulani anayemtaja min qaribi li Umar, ni katika ndugu yake wa karibu. Naomba mimi katika hao mateka nipe fulani, fa adriba unuqahu, ni mchinje hapa hadharani. Rai ya Umar hiyo. Na kiprofession Umar ni mwanajeshi, mpiganaji maarufu wa siku nyingi, tegemeo alikuwa Maka pale. Kwa hiyo kwa field yake yeye kaona hatuna haja ya kuwashikilia hawa ni cheche, inaweza kuwasha moto. Mimi nikabidhi ndugu yangu fulani nimkate kichwa, watumakina aliyan, halafu mkabidhi Ali min aqilin, ndugu yake Aqil, fayadriba unuqa, na yeye Ali amkate mwenyewe ndugu yake shingo yake. Watumakina Hamza, umkabidhi na Hamza ibn Abdul Muttalib min akhihi, ndugu yake, fayadriba unuqa, na yeye amkate ndugu yake shingo. Hata ya'lam Allahu, tufanye hivi kila ndugu Muislamu auwe ndugu yake kafiri. Hata ya'lam Allahu, mpaka Allah ajue, alaysa fi qulubina hawadatan ala almushrikin. Tukifanya hivi Allah atafahamu kwamba sisi hatuna imani wala mapenzi na washirikina. Hawa ni maadui wa Allah na maadui zetu, hatupasi kuwalea kama hivi. Na hivi ni vita vya kwanza, tumepambana katika udhaifu, na hawa ni wapiganaji majemedari maarufu. Hawa hatari kuwashikilia tukawaleta mjini alafu tuwaachie huru. Wesha study kila kitu hapa, wesha soma. Wakitoka hapa shari yao hawa, madhara yake yatatugharimu miaka mingi. Kwa hiyo hawa wasio wa kuwaacha, tuwaue, ndo maana yake rai ya Umar. Haulai aimmatul kufri, bado Umar rai yake,
ya Rasulullah, hawa ndo vigogo vingwengwe, viongozi wa ukafiri, wasanadiduha, na ndio washika hatamu, maamiri wao hawa. Fahawa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ma qala Abu Bakr, Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na rai nyingi zilizotolewa baada ya hapo akategemea rai ya Abu Bakar, akaona rai nzuri muafaka ni Abu Bakar, ndiyo aliyoibariki na akaitolea maamuzi. Walam yahui ma qultu, Umar anasema Mtume hakuiangalia ile rai niliyoitoa mimi, maneno yangu kaona labda na ukali na usudu kuua, hakuangalia maneno nilosema mimi. Fa akhadha minhumul fada, kwa hiyo Mtume akatoa maamuzi ya kuchukua fidia kwa wale mateka. Kwa hiyo kila ambaye jamaa yake ataleta mshiko tunamwachia arudi kwao. Falamma kana min alghadi, ilipofika kesho yake, kuanzia siku ya maamuzi, kesho yake Omar anasema huyu, ghadautu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asubuhi mapema mimi nilikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha huwa qaidun wa Abu Bakr as-Siddiq, nikamkuta yeye kakaa kitako pamoja na mkwewe Abu Bakar Siddiq, wa huma yabkiani, wakiwa wanalia. Mtume na sahibu wake wanalia machozi. Hii hali Umari ikamshtua. Fakultu, nilipofika walipo nikasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, akhbirni ma yubkika, hebu nifahamishe linalokuliza. Anta wa sahibuka, tena huli peke yako, naona nyote mnalia, we na sahibu wako, hebu nijulishe na mimi linalowaliza. Fa in wajadtu bukaan bakaitu, na mimi nikijisikia kulia nilie pamoja na nyinyi. Wa in lam ajid bukaan tabakaitu, kama sikupata emotion ya kulia nitajiliza hivyo hivyo nilie na nyie, lakini nipe sababu kwa nini mnalia. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, abki lilladhi arada alayya wa ashabuka, na lilia lile lililonitokezea mimi na masahaba wako au sahaba zako hao masahibu wako. Min alfidai, maamuzi tuliotoa ya kuchukua fidia kwa hawa mateka, kumbe hayakuwa sahihi. Allah hakupenda, ametugomba. Kwa hiyo sahibu yako Abubakari ndo mtoa rai na mimi ni kamili kuikubali rai yake, lakini kumbe maamuzi tuliokuja kuyachukua hayakupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad urida alayya adhabuhum, mimi nimeonyeshwa adhabu yao, adhabu ya walioshabikia rai hii, nimeonyeshwa adhabu yao si kubwa, adna min hadhihi shajara, adhabu ndogo tu waliohukumiwa, ndogo kuliko mti huu. Akaonyesha kwenye mti ambao ulikuwa uko karibu pale, li shajaratin qaribatin, upo mti karibu na wao. Akasema nimeonyeshwa adhabu ya waliotoa rai hii mbovu, na mimi ambayo nimeikubali, nimeipitisha, ndo inaniliza, nimekosea kwenye maamuzi. Fa anzalallahu, ndo maana Allah akateremsha aya hii inayosema, ma kana linabiyin an yakuna lahu asra, kwa kipindi hichi na hali mlionayo, nabii yoyote haruhusiwi kushikilia mateka. Wewe una ujasiri gani wa kuwashikilia makomando kama hawa 70? Sio mchezo, pa kuwaweka huna. Yani wewe hao unaweza kuamua kuwaweka sana, wamevumilia hiyo kucha moja, wanao uwezo wa kutoroka hapa wote, na wakitoka hapa mbele yako, watakachokwenda kukipanga na mrejesho wake utajuta. Hukupaswa kuwaweka. Kwa hiyo kumbe ile rai ya Omar ndio ilikuwa saib, ikaonekana mbaya, lakini sio kwamba Allah aliwaadhibu. Kawaambia sikuipenda hiyo rai yenu, muwafaka ilikuwa ni hii. Kuna hadithi nyingine inasema, Mtume alipoulizwa na Omar, mnalilia nini? Akamwambia Omar, kama ingelikuwa watu wanaadhibiwa kwa dhambi walizozifanya kama walivyoadhibiwa waliopita kabla yetu, tungeangamizwa sote, ukabakia wewe. Mimi na wenzio sote tulioshabikia rai hii tungeangamizwa, wewe ndo ungebaki.
kuonyesha kwamba rai aliyoitoa Umar kwa mujibu wa profession yake ilikuwa ndo sahihi. Ile ni anga yake yeye, mambo ya kijeshi, mambo ya military anafahamu. Huyo alikuwa ni military man. Kwa hiyo katoa rai inayofanana na tukio, lakini kwa sababu ya huruma, imani ya Waislamu na kwa sababu ya kuzingatia bia, mazingira, hawa ni ndugu zetu, alafu ni binadamu, wanaweza wakabadilika, tukanufaika nao na hivi na hivi. Wewe unajua hayo, lakini hawa je, wanayajua hayo? Kutokana na muda, inshallah tuiweke hii aya hapo leo, tumalizie aya hiyo, tutakuja kuendelea na aya inayofuata kwenye darasa ijayo, ila narudia tena tafsiri ya neno kwa neno. Na halafu leo ni mwezi 27 Ramadhani. Kwa kawaida huwa tunafunga darasa yetu kwa ajili ya kujiandaa na sikukuu. Tutakuja kuanza tena darasa yetu baada ya 6 Shawwal inshallah, Jumatatu ya mwanzo kama dasturi. Baada ya 6 tutaendelea. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayuhan nabiyyu, ewe mtukufu wa daraja, hasbuka Allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah anakutosha, usihitaji msaada, ushauri, mwongozo kutoka kwa yoyote. Allah na waumini walio pamoja na wewe wanakutosha, hawa kuwa nao. Ya ayuha nabii, ewe mtume mtukufu wa daraja, haridhil mu'minina ala alqitali, wahamasishe sana waumini juu ya suala la vita. Ulinzi kwenu kipindi hiki ni jambo muhimu, kwa sababu nguvu ya adui yenu ni kubwa, lengo lao ni baya. Kwa hiyo lazima mjipange vizuri kujilinda. Wahamasishe waumini juu ya suala la kupigana kwa lengo la kujilinda. Hamuambiwi mkawachokonoe watu, mwadhulumu watu, mupige ovyo. Jipangeni kiulinzi, mujilinde. Watu wanataka wawatoweshe, wenyewe mjilinde. Haridhil mu'minina ala alqitali, wahimize, washajiishe, wahamasishe waumini juu ya suala la vita. In yakum minkum 20 sabirun, wakipatikana miongoni mwenu waumini 20 wavumilivu, yaghlibu 200, wana uwezo wa kuwapiga 200. Kila mmoja anapiga 10 katika maadui. Wa yakum minkum 100, kama watapatikana miongoni mwenu waumini 100, yani sabiratun, wenye subira, yaghlibu 1000 min alladhina kafaru, wana uwezo wa kuwapiga 1000 katika makafiri. Ni ile ratio ya 1 kwa 10. Biannahum qaumun la yafqahun, kwa sababu hao makafiri ni watu wasio akili, hawafahamu vipaumbele, hawajui mambo yenye umuhimu zaidi. Wapo tu hapa, wanaona ni kula, kustarehe ndio kilichowaleta hapa. Al'ana khaffafa Allahu ankum, baada ya muda ikashuka aya nyingine hii. Sasa hivi Allah amekuwepesishieni ule uwajibu wa uthubutu wa 1 kwa 10 umeondoshwa, mmefanyiwa takhfifu. Wa alima anna fikum dha'fa, anajua Allah kwamba sasa hivi muna udhaifu miongoni mwenu. Jeshi lenu lina udhaifu sasa hivi, halina wapiganaji ngangari kama vile mwanzo. Wa alima, na anajua Allah, anna fikum dha'fa, kwamba ndani yenu muna udhaifu sasa hivi. Kwa udhaifu mlionao, fa iyakum minkum 100 sabiratun, wakipatikana miongoni mwenu askari 100 wavumilivu majasiri, yaghlibu 200, wataweza kuwapiga 200. Hiyo ni 1 kwa 2. Kila askari mmoja Muislamu ana uwezo wa kupambana na maaskari 2. Munaweza kufanya hivyo. Wa yakum minkum 1000, kama mtakuwa nyinyi waumini mupo 1000, yaghlibu 2000, watawashinda 2000. Ni 1 kwa 2. Biidhnillahi, mtafanikiwa hilo kwa idhni ya Allah. Wallahu ma'as sabirin, na siku zote Allah yuko pamoja na wenye subira. Kwa hiyo kuweni na imani thabit na muwe na subira, Allah yatakuwa yuko pamoja na nyinyi. Ma kana linabiyin, hapaswi nabii yoyote, an yakuna lahu asra, kushikilia mateka, hata yuthkhina fil ardi,
mpaka awe na nguvu thabit ya kijeshi katika ardhi. Mnachukua fidia, turiduna aradha dunia, mnataka mafao ya dunia, mnazingatia faini, fidia, mnataka dunia. Wallahu yuridu al-akhirah, hali ya kuwa Allah yeye anataka akhera. Musifanye mambo kwa malengo ya dunia hii, Allah anataka mufanye mambo kwa malengo ya akhera. Ndio maana hajaja nabii yoyote akahimiza maendeleo ya viwanda, kukuza uchumi, ujasiriamali. Wao ni dawa tu ya kutengeneza miamala mizuri baina ya viumbe na muumba wao. Hayo mambo mengine yanakuja yenyewe tilqaiyan, baada ya kukaa vizuri kwenye formation ya taa baina ya viumbe na muumba. Hayo mengine Allah huwapa tu, yanakuja zawadi. Lakini isiwe dunia ndo lengo la kwanza. Lengo la kwanza ni akhera, halafu dunia kwa sababu mpo, Allah anakupeni mwenyewe hiba kwa kiasi atakachotaka. Anawapa makafiri, seuze nyinyi mnojituma kwenye imani na taa, hata kupeni dunia kwa sababu ndo mpo. Turiduna aradha dunia, mnachukua fidia kwa kutaka mafao ya dunia. Wallahu yuridu al-akhirah, Allah anataka akhera yeye. Concentrate na akhera, sio dunia. Wallahu azizun hakim, na Allah ni mwenye nguvu na ana hikma. Tuweke hapo aya 67, aya ya 68 au hiyo ya 67 tutakuja kuondoka nayo katika darsa itakayofuata baada ya Ramadhani insha Allah. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.